Meli za kijasusi za NATO zinadaiwa kuchunguza jaribio la kombora la nyuklia la Urusi, na hii ni kauli iliyotolewa na Rais wa Urusi Vladimir Putin wakati akishuhudia jaribio la kombora la Burevestnik. Wacha uangalie, Rais aliwaambia watengenezaji wa kombora hilo. Wataalamu wa kijeshi wa kigeni walipata fursa ya kuchunguza na kuthibitisha uwezo wa kombora jipya la Burevestnik la Urusi ambalo lina injini ya turbojet inayotumia nyuklia na ina uwezo wa kiufundi wa kufanya masafa yasiyokuwa na kikomo. Rais Vladimir Putin amesema wakati wa hafla ya kuwaenzi wale wanaohusika katika utengenezaji wa silaha hiyo mpya ya kimkakati. Silaha hiyo hadi wakati huu imeelezwa kwamba haina mfano wake na kwamba haizuiliki popote katika ulimwengu, na hivyo meli za kivita za NATO zilikuwa zikichunguza ni jinsi gani kombora hilo jinsi lilivyo. Mwezi uliopita Urusi ilijaribu kwa mafanikio kombora la Burevestnik ambalo kulingana na jeshi la Urusi lilisafiri zaidi ya kilomita 14,000 na kubaki angani kwa takribani masaa 15. Putin anasema, nadhani wataalamu wa kigeni pia waliweza kuthibitisha hili kwa kuwa meli ya upelelezi ya NATO ilikuwa mara kwa mara katika eneo hilo wakati wa majaribio ya kombora hili la Burevestnik mnamo Oktoba 21. Hatukuingilia kazi yao, wacha waangalie, Putin alisema hayo mnamo siku ya Jumanne. Kiongozi huyo wa Urusi alisisitiza kwamba Moscow haitishi mtu yeyote na kwamba majaribio ni sehemu ya kazi iliyotangazwa kwa muda mrefu ambayo haipaswi kushangazwa. Katika wiki za hivi karibuni Urusi imefanya majaribio ya Poseidon, ndege isiyokuwa na rubani yenye nguvu ya nyuklia yenye umbo la torpedo, na kuzindua manowari mpya ya nyuklia Khabarovsk iliyoundwa mahususi kubeba ndege kama hizo. Ingawa kwa muda mrefu hakukuwa na majaribio kama hayo yaliyohusisha ulipuaji halisi wa nyuklia, Rais wa Marekani Donald Trump alijibu kwa kuamuru Pentagon kuanza tena majaribio ya silaha za nyuklia, akitoa mfano wa ushindani wa kimkakati na Urusi pamoja na Uchina, akidhani kwamba sasa ni wakati wa kufanya majaribio na kuonyesha uwezo wa taifa la Marekani katika uga wa masuala ya kivita. Hata hivyo, wachambuzi wa mambo wamesema kwamba hiki ni kitendo cha Rais wa Marekani Donald Trump kuonekana ni kama vile amevurugwa na mipango ya majaribio ya silaha hizi za Urusi pamoja na Uchina, hasa silaha hizi za kizazi cha 5, ambapo kwa mujibu wa wachambuzi wa mambo wanasema Marekani bado haijaingia katika utengenezaji wa silaha nyingi za kizazi cha 5, jambo ambalo linadaiwa wakati huu rais huyo ameagiza utengenezaji kwa wingi wa silaha za kizazi cha 5 na kwa namna moja ama nyingine kuchunguza mifumo ya makombora iliyofanywa majaribio na Urusi na China katika siku za hivi karibuni. Putin amefichua maelezo kuhusu injini ya nyuklia ya kombora la Burevestnik, akisema kinyunyuzio cha hali ya juu kidogo kinaweza kufikia operesheni kamili kwa dakika chache. Rais huyo alisema kombora la masafa lisilokuwa na kikomo la Burevestnik la Urusi linatokana na mafanikio katika teknolojia ya kinyuklia ambayo inaruhusu kiwango cha juu cha uboreshaji na kupata nguvu ya kufanya kazi haraka, Rais Vladimir Putin alisema. Jaribio la kihistoria la silaha hiyo yenye uwezo wa nyuklia ilitangazwa wiki iliyopita. Rais aliwasifu wahandisi waliofanikisha mafanikio hayo wakati wa mkutano na wanajeshi wa Urusi walioshiriki katika utengenezaji wa kombora hilo. Mtazamaji wa The World News, inadaiwa pia kwamba kinu cha kombora kinalinganishwa katika uzalishaji na kinu cha manowari inayoendeshwa na nyuklia, lakini ni ndogo mara 1000, Putin alidai. Lakini jambo la msingi ni kwamba uboreshaji wa kombora hili ni kwamba linaruka kwa muda mdogo sana na linafika kwa wakati na lina uwezo wa kukaa angani kwa muda mrefu zaidi. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri duniani.